mkimbizi. Sema ndio. Basi wako hapa wanamtumikia Bwana, wanamtumikia Bwana. Hakuja nikanyamana nao. Kwa hiyo ndio hivyo inavyotakiwa kwamba mambo kwa hiyo kazini huko nako ndio hivyo, uhakikishe unafanya nini? Maombi huko kazini. Lakini pia kuna sehemu wakati maombi ya kufunga, wakati mwingine uweze kufunga, wakati mwingine uwe na maombi ya wewe mwenyewe ya pekee. Ingawa na kufunga kwa kweli mimi waga linanisumbua kwa kweli, maana lazima niseme ule ukweli. Mimi nimekulia katika familia ambayo swala la chakula ni namba 1. Sasa kuja kunibadilisha kwa kweli nenda taratibu kwa kweli. Nenda taratibu. Maana hiyo ilikuwa ni issue namba 1 ya kula. Pamoja na kwamba nimepunguza, nilienda nyumbani wakati fulani likaletwa liugali limejaa hivi. Nikaanza kuambia wadogo wangu tunakula ndogo. Sasa jamani, huu ugali si mngepunguza. Nakwambia wewe mzee, achana na sisi. Wewe kula unachoweza. Hayo mambo mengine tuachi. Nikanyamaza kimya. Ulikuwa ni mlima, ulipigwa mpaka mwisho kawa kumbe kingerudishwa watu wangepata shida. Lazima niseme ukweli. Kwa kweli naposikia kwamba maombi tunaenda siku ya kesho Jumapili, tunaenda kuna maombi nayo ni ya kufunga. Waga najiuliza mara 2 kuja. Lakini ili afya ya imani yako iwe vizuri, kwa kweli unatakiwa mambo mengine. Kuna mahali Yesu aliwaambia wanafunzi walikuwa hawawezi kufanya kitu, akawaambia kwamba mambo mengine yanahitaji maombi ya kufanya nini? Ya kufunga. Aliwaeleza, maana walikuwa wanajaribu kila wakiomba hawapati matokeo, wanaombea watu hawaponi. Ikawaje wakamuuliza, na kwaje Yesu tunafanya hivi? Na mambo mengine ya kuomba na kufunga. Ila na mimi kuna wakati ninapokuwa nimebanwa mpaka nafunga. Sasa Mungu anisaidie kwamba angalau hata tunapoitwa tu katika hali ya kawaida. Kwa kweli hata Jumapili iliyopita hapa mliambiwa maombi ya kunani? Na kufunga na kuomba, mliniona. Maana wewe kweli kwa sio kweli. Waka najiuliza mara 2. Kwa kweli ili nikae vizuri uniweke mapema. Ili nijiweke vizuri kisaikolojia. Kulingana na mazingira niliyokulia. Ni mazingira ambayo wao kitu kula ni namba 1. Na tena unakuambia kwa sababu ni namba 1, huhitaji ukiwa unatembea mahali popote ukiona unakula, huhitaji kuita karibu. Wewe ukiona tu kimewekwa choma ndani. Tena na salamu huruhusiwi mpaka utakapomaliza kufanya ni kula. Ukimaliza kula ndio jamani hamjambo, nilikuwa napita kunani. Ni choma ndani. Sasa jamii kama hiyo, halafu mtu uje umbadilishe. Ni kama Masai kwanza kumpa elimu ya kula wali. Kwamba Masai wali, tunakula asubuhi wali. Ni changamoto. Kwa hiyo ndio hivyo. Lakini tunahitaji ili afya zetu tuwe na maombi. Katika maombi kuna kufunga, unafunga unaomba, lakini pia na kadhalika. Lakini pia hilo jukwaa la 2 la maombi. La 3 ni kufanya kazi ya Mungu, kwenda kuhubiri, kusaidia kitu ambacho kinakuwa katikati ya Mungu. Kuna wengine huyo tena, hilo ni agizo letu ambalo ni utume wetu. Mathayo 28 mstari wa 19 mpaka 20 pale linasemaje? Hebu tuweke hiyo, kufanya kazi ya Mungu. Mathayo 28 19 mpaka 20 hapo linafanyaje? 28 hapo some. Naam. Mathayo 28:18. Sawa, endelea. Yesu akaja kwao akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Sawa. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Ndio. Mkiwabatiza kwa jina la Baba. Ndio. Na Mwana
na Roho Mtakatifu na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Sawa sawa. Tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Sawa sawa. Filipi 2:14. Filipi 2:14. Kwa Filipi 2:14 Bwana anasema, yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko. Ndio. Wala mashindano. Sawa sawa. Kwa tunaona kwamba hapa tunapewa tuende tufanye kazi ya Mungu, tukahubiri Injili. Kama sasa hivi unakwenda wapi? Gingilani. Lakini watu wengine wamezizima data, kama hawajui vile. Lakini pia kufanya kazi ya Mungu, kama uwezi kwenda mahali popote, kuna wimbo unasema kama uwezi kwenda mahali, toa zaka na nini na sadaka. Toeni jamani, unasema jamani, huko unahubiri, hebu natoa hapa mchele, gunia moja la mchele, au natoa basi debe moja la mahindi au maharage haya, hata kunde wewe weka, tutaenda kula huko, hata nani, hata tutakula kande, ina shida, tutagonga tukanda huko. Wewe leta, ukiweka kunde, ukiweka kwenye nani kunde, ukiweka kwenye nini, kwenye kande, kunde ukiweka kwenye kande. Sijui sasa kama kande ni kande bila kunde, sijui. Sasa ukiziweka hivyo, ndio maana nilikuwa na sita kwamba sasa kande bila kunde wala nini, je ni kande? Lakini basi ziweke humo, zinakuwa tamu sana, tutakula huko, mambo yataenda. Basi toa kazi ya Mungu ufanye. Na mimi kwa kweli waga namuomba Mungu kwa kweli, hata na mimi kwa sababu siwezi kuimba, ila hapa waga najitahidi ninapopata nafasi, waga najitahidi. Mpaka wakati mwingine muangalia mke wangu, baada ya kuna mahali nataka najichomeka tu, na muangalia asije akanani. Baada kuna wakati mwingine unajichomeka kwa mama, mpaka naona wewe mzee, yaani familia wewe, naona yafu wewe unajitoa namna hiyo. Hiyo familia hapa sisi tunahangaika, afu wewe unajifanya mtu wa kanisa. Mpaka naangalia, nikimwona yuko vizuri ndio nafurahi. Yaani nikimwona yuko nani basi naenda tu kinamna. Maana mambo ya imani ni ya kila mtu, ni ya kila mtu. Lakini nashukuru waga nanitia moyo ninapokuwa katika hali ya kanisa. Hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo katika hili, hebu tujitahidi huko unaifanya afya yako ya kiroho hiyo nini nzuri. Sio wewe kila kitu nini, maana katika kufanya kazi ya Mungu kuna mali, kuna nguvu. Sasa wewe nguvu nazo, huwezi tu kuja tu hata kusafisha hapa kanisani jamani. Wewe ukafanya kazi ya Mungu, nguvu nazo unazibania tu. Eti sina kitu. Una kitu wakati unatembea. Unafikiri njoo basi ufanye hata basi hata Gingilani nenda hapo, hata nani hapo Gingilani hapo. Jioni kuna baridi, utawasogeza hata kuni wakaota moto. Sio umefanya kazi ya Mungu. Kwani ilikuwa ya kwako, unapoweka kuni pale, si kazi ya Mungu pale. Utafanya chochote utakachopata. Kwa hiyo hebu tufanye kazi ya Mungu, itatusaidia kuwa na afya nzuri kiroho. Yaani unafanya kazi ya Mungu, halafu inakusaidia wewe mwenyewe uwe vizuri, uweze kupata uzima wa milele na uepukane na mambo mengine mabala ambayo yanaweza kukupata. Wengine tuliopitia huko tunajua Mungu anapotusaidia tunaepusha na mabala mengi. Unaona mpaka wakati mwingine unasema jamani, Mungu mbona mimi ananipendelea sana. Wewe kila siku unasikia watu 20 Mbeya wameangukiwa na gari, kwani wewe una gani? Wamesabiri tu mara limekosa hapo, watu wameishia. Na juzi nikakumbushwa hapa ya mwaka 2000 na mtu akarusha kwenye mtandao hapa 2002 pale treni ilienda ikazima, alafu iko kwenye mlima kama hapo, ikazima treni, alafu ikarudi tu. Na bahati mbaya ilimaliza waumini wa kanisa letu walikuwa kibao mwaka 2002, ikiwepo na ndugu zangu wa karibu, niwezi kaua. Sasa wewe kila siku unaangalia Mbeya, Mbeya jamani kuna balaa. Unafikiri Mbeya tu balaa 28, mara kesho ziwe ngapi? Sina nini. Wewe uko mzima. Unafikiri nini? Ni kwa sababu Mungu anakulinda. Ni kwa sababu Mungu wako unamuomba. Na Mungu anaweza kuokoa lolote, anaweza kufanya lolote watu wakuokoka. Juzi tu India ndege ilianguka ikiwa na watu 241. Lakini ilipoanguka tu ikakatika ikawaka moto, watu wakaungua, watu 240.
Yule jamaa kumbi ilivyoanguka pale linavyovunjika, akafanywa kama amerushwa kule kuvunguka ile force, jamaa akatoka. Kuna waka moto, yeye sasa tayari anajikokota anatoka. Watu 200 wako ndani. Ni maajabu ya Mungu. Mtwara kule kulikuwa na mama anakimbizwa kwenda